Anaendelea Mheshimiwa Lissu anasema, sasa waheshimiwa majaji, naomba nimalizie nisiwachoshe. Hoja yangu inahusika na maamuzi ambayo hayamalizi kesi. Kesi bado ipo na tutakapoenda kwenye substance nitaonyesha majaji kwenye hicho wanachokileta wao wenyewe ambavyo kesi bado inatusubiri. Kwa bahati mbaya ametupotezea muda sana, hivyo nawaombea waheshimiwa majaji mkatae maombi hayo. Anasimama Katuga anasema, waheshimiwa majaji, maombi yetu yameletwa chini ya kifungu cha 6 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mamlaka ya rufaa ya mahakama hii na kanuni ya 65 kanuni ndogo ya kwanza. Waheshimiwa majaji, ukisoma notisi yetu inataja kifungu cha 6 cha sheria ya mamlaka ya rufaa ya mahakama hii. Waheshimiwa majaji, lalamiko la mjibu maombi lisingekuwepo kama angepitia kanuni ya 48. Jaji anamwambia Katuga, ulishamaliza, usilete jambo jipya, nenda moja kwa moja kwenye maombi. Katuga anaendelea, waheshimiwa majaji, maombi yetu yamejikita kuiomba mahakama hii tukufu iweze kuangalia uhalali na usawa mwenendo wa shauri lililoko mbele ya mahakama kuu. Maombi haya yametokana na mzizi wa upande wa jamhuri kuleta notisi ya kuongeza ushahidi ambao haukusomwa wakati wa komito, na upande wa jamhuri ulifanya vile kuendana na kifungu cha 308 cha CPA. Kifungu hiki, waheshimiwa majaji, kinaweka zuio kwamba hakutakuwa na ushahidi ambao utaongezwa mahakamani kama ushahidi huo haukusomwa, hautaruhusiwa kuongezwa unless upande wa jamhuri utatoa notisi ya kuongeza ushahidi huo. Tunataka kutoa notisi ili mshtakiwa asikutane nayo by surprise. Kifungu hicho kinaitaka mahakama wakati inafanya reasonable notice ifanye vitu gani? Mahakama wakati inatakiwa kutambua reasonable notice inapaswa kuzingatia kifungu cha 308 kifungu kidogo cha 3, inatakiwa kuchambua ushahidi wenyewe. Anaendelea Katuga, mahakama ilienda kuangalia huo ushahidi katika ukurasa wa 431 wa mwenendo wa mahakama kuu na kuita ni ushahidi mpya umekusanywa baadaye, na hivyo wamekataa. Ushahidi unakataliwa pale ambapo unakuwa umefikishwa mahakamani baada ya kuwa umepimwa, ndipo mahakama inaamua uingie au usiingie, upokelewe au usipokelewe, lakini hauwezi kuamuliwa wakati unakuwa introduced. Kifungu cha 308 kimetoa nini mahakama inafanya? Ndio maana kwenye maombi yetu tunasema tumenyimwa haki ya kusikilizwa in relation na huo ushahidi. Haki ya kusikilizwa ni haki ya kikatiba. Maana ya hii haki ya kusikilizwa ni kumpa mtu haki ya kumsikiliza full. Ndio maana mahakama ina vitu vitatu vya kupima. Ushahidi unapimwa unapokuwa umefika mahakamani. Kusema ushahidi ni mpya usiletwe ni kukataa ushahidi kabla hata haujafika mahakamani. Mahakama hata ikusikia ushahidi lakini ikaenda kusema ushahidi huo ni irrelevant. Utaratibu wa proceedings ulikuwa umekiukwa na ukiukaji ambao unaenda kwenye shauri lenyewe, na ndio maana upande wa jamhuri tukaona kwa busara zenu muangalie hizo proceedings. Hatuwezi kuendelea na hizo illegality. Tunataka mahakama iangalie ni kwa namna gani, kwa muda gani ushahidi unaangalia na kuwekwa kama ushahidi. Kwenye kifungu hakuna sehemu tuliposema mahakama iende ikaupime huo ushahidi, ilikuwa ni notes tu. Ushahidi kuja mahakamani na kufukuza kabla ya kusikiliza huko ni kutunyima haki. Ni vigumu kupima ushahidi ambao hauko hata mahakamani. Ukurasa wa 431 wa proceedings, naomba muangalie waheshimiwa majaji. Jambo hili lilikiuka taratibu za mienendo ya proceedings. Waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa, tunaomba maombi yetu na yakubaliwe. Waheshimiwa majaji, ya kwetu ni hayo tu.